Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Moja ya story kubwa ambayo ilizungumzwa hapo nyuma ilikuwa kimuhusisha manager wa msanii wa muziki wa Bongo Flava Diamond Platnumz ambaye anafahamika kwa jina la Mkubwa Fella, na kama ambavyo mnafahamu Mkubwa Fella hali yake kiafya si nzuri na anaumwa, na kulitokea na maneno mengi sana kuhusiana na Diamond Platnumz kutokumsaidia, japo familia ya Diamond ilisema kuwa Diamond alihusika kwa 100% kwenye kumsaidia Mkubwa Fella kwenye kupata matibabu na alimsafirisha hadi kumpeleka nchini India kwa ajili ya matibabu, lakini pia na alikuwa akitoa pesa zake na alifungua group la WhatsApp kwa ajili tu ya kuweza kumsaidia Mkubwa Fella. Lakini baadaye zikatokea kauli ambapo mke wa Mkubwa Fella inasemekana lakini pia kwamba kuna baadhi ya watu walikuwa hawamsaidii Mkubwa Fella kwa sababu Diamond anamsaidia. You understand? Unajua kuna ile watu wanaamini kuwa Diamond ana pesa, kwa hiyo anaweza kamaliza kila kitu kwa Mkubwa Fella. Kwa hiyo sasa kwa upande wa Mkubwa Fella kwa mke wake, haya maneno alikuwa akiyazungumza. Nitakuwekea hapa nafasi umsikilize Diamond namna ambavyo alikuwa akizungumza kuhusiana na hii situation. Lakini kitu hicho anasema Diamond, kitu ambacho kilimuumiza mpaka kaacha kumsaidia Mkubwa Fella ni hiyo kauli ya kusema kuwa watu hawamsaidii Mkubwa Fella kwa sababu Diamond anamsaidia. You understand? Ndio maana Diamond anasema niliamua ku step back, nikaacha kwanza kwa sababu hizi kauli zilininyongonyesha sana. Hebu msikilize hapa Diamond akizungumza wakati akizindua studio yake mpya za Wasafi Media. Msikilize hapa. Hata ilikuwa ikija kitu labda anasema anaweza kumkabidhi mkewe, anamwambia bwana hichi familia, kwa sababu najua mkubwa uko pale. Nadhani kuna maana ndo kiungo pale. Kuna maana nikaona kama mtu wengine watoto zikiwa zinakuja hela kila sema ipeleke hospitali, hapana. Watu wampe wife. Ile itokee tu mke mimi na kuna toa, mimi nitatekea mimi kila kitu. So mimi niko natekea pale. Sikumzuia mtu yote asifanye, ila mimi mwenyewe nilikuwa naona tu kama na responsibility ya kufanya hivyo kwa nilipotoka na mkubwa. Kwa niko pale na kila siku niko sio, lakini kwa mara kwa mara niko pale, ndugu familia tuko pale mara kwa mara. Fika swala India nikalishughulikia mimi, nika connect mimi, nikaongea daktari mimi, tukamtafuta hospitali India mimi, nikakata tiketi mimi, nikalipia huduma za India zote mimi, kusafirisha mpaka airport, kaomba msaada wa VIP, kamsindikiza mpaka pale Mkubwa, kaenda India akanatibiwa kule. Watu ambao walipenda kusafiri nao pia niligharamia safari nao. Sasa unajua sisi niseme labda tuna kwa bahati mbaya wakati mwingine sisi tunaishi na watu wanatuzunguka ambao kwa namna moja au nyingine hawajui tunaheshimiana vipi na watu, hawajui watu tunapenda nao vipi, watu wanashiba kiasi gani. So niko nafanya kila kitu na mimi siko na shida, siko na tatizo, kwa sababu mimi nisema I have this, yani ni jukumu langu mimi lazima nifanye. Bwana, so hata niko nakumbuka kuna mtu alitoa mchango, kaka mmoja nimheshimu sana. Toisa alitoa $10,000. Ile yote ingana kamkabidhi mkewe. Nikamwambia hivi mtatumia mambo ya nyumbani, tumia mambo hospitali nitatoa. Utatake care. Na watu wamelipa mambo hospitali lakini mimi nitatoa. Ile ni michango yao pembeni. Kwa swali moja nilisikia kisema na ananiambia direct, na mtu ananiambia haja ananiambia kwa uongo. Ili nionyeshe. Yaani kewe sema kwamba mimi nasababisha watu wasimsaidie Mkubwa Fella wakiamini kama mimi namaliza kila kitu. Lakini Diamond anatoa tu huduma za hospitali, so huduma kuna kula, kuna nini na hiyo. Sasa unajua kuna namna kuviaddress vitu, kuna vitu vingi ukiongea mimi najitahidi kwa kadri uwezo wangu. Kuna vitu kizungumza sasa unanionyesha. So nadhani zile zikawa maneno mengi, bonga, kwa sababu bonga naye kwepo. Promoter bonga. Ni miongoni mwa watu marafiki Mkubwa. So kwa kuna sile ambayo nasikia ni yani sasa anajitoa, mimi nifanyeje? Yani nikijitoa nasababisha watu wasitoe. Kwa sababu nikikapeni nifanyeje? Sio maneno kwa mengi, nikaona let me step back kidogo. Changae pembeni. Kitajika nitaitwa. Nadhani situation ilikuwa ipo hivyo. Lakini sikuwa na lengo la nilisikia tu vibaya kama wanadamu. Unajua mimi ninavyotoa kwa sababu kujitoa kwangu au kusababisha mtu mwingine asifanye. Sasa mimi nifanyeje? Yani unataka mimi nifanyeje?
Sasa mimi nifanye vipi? Yani sijaelewa. Maana mimi najitoa. Saidie mkubwa, mimi namheshimu sana. Saidie sana kwenye maisha. Sana, amekuwa meneja yangu kwa muda mrefu sana. Sasa na jukumu la kufanya. Sasa nasikia kwamba hadi group mliunda. Group mimi nilichofanya. Nadhani umesikiliza vizuri na umeusikia kwa upande wa Diamond, kwa sababu mara ya kwanza hatukumsikia Diamond akuzungumza chochote kuhusiana na situation hiyo, na sasa leo amezungumza na tumefahamu ukweli wa mambo. Sasa tutegemee maybe mke wa Mkubwa Fella atakuja kuzungumza tena, kwa sababu ni mtu ambaye anazungumza na si mtu wa kupindisha mambo. Kwa hiyo naye atakuja ataweka mambo sawa, though natamani kusikia pia interview naye akifanya interview na akiulizwa maswali kadhaa kuhusiana na hili sakata. Na juzi kati hapa aliposti video ya Mkubwa Fella akituonyesha hali yake, alikuwa akifanywa massage. Kwa maana hiyo inaonyesha Mkubwa Fella hali yake kwa sasa ni nzuri, na inshallah atakuwa atarecover kabisa na atarudi kwenye kazi zake kama kawaida. Hii ni PMTV2, mimi naitwa Nicky Toes, niko hapa kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha, lakini pia siku kuhabarisha tu na kukupa michongo, kwa sababu pesa zote na magari, utakumiliki pesa, utakumiliki magari, nenda kajisajili kupitia pmbet.co.tz, kwa sababu pesa na magari huko ndiko ambako vipo. Mpaka baadaye, bye bye.